Kwa jina naitwa Mwanaidi Mkawa, mkazi wa mtaa Kiyombo, wilaya ya Ilala, kata ya Kitunda. Jimbo jipya la Kivule ambalo linapatikana wilaya ya Ilala. Mimi malalamiko yangu madogo au makubwa. Sipo kwenye mtaa wetu huu tuna matatizo makubwa sana. Njia zetu hazipitiki, si wakati wa jua kali wala wa mvua. Maji yanajaa barabara, miundombinu kwa ufupi mibovu. Utafutaji wetu wa riziki umekuwa mgumu kutokana na jiografia ya njia yetu. Ili ufike mjini kwenda peke yake, mzunguko wake ili ufike Kitunda peke yake uwe na buku na ule pikipiki. Hujafika Banana, wao hujafika Kariakoo. Maisha tunaoishi huku, mheshimiwa mbunge, mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa, mazingira yetu ni magumu sana. Kwa jina naitwa Isaac Gimeno, ni mkazi wa kata ya Kitunda, mtaa wa Kiyombo. Niko hapa muda mrefu tangu ya miaka ya 96 na tunazo kero nyingi sana ambazo kwa kweli mimi nakereka pamoja na wananchi wanaoishi mtaa wa Kiyombo. Hata ukiangalia hapa utaona kuna dimbwi la maji ambalo liko katika barabara ambayo tunaitumia, na barabara yenyewe tunayotumia ni hati kwa sababu tunaambiwa ni miliki ya Tazama Pipeline, ambayo siku yoyote ile wanaweza akazuia ili barabara hiyo isipitike. Mara nyingi tunapata vitisho vya kuzuia hiyo njia, na hata ukarabati wake huu unakuwa na matatizo. Lakini mimi ninachoomba ni kwamba serikali iwe wazi kwamba barabara halisi ya mtaa wa Kiyombo ni ipi. Mara nyingi wananchi tunaambiwa kwamba ramani ipo ilishachorwa na barabara inaonekana, lakini hatujawahi kuitwa tukathibitishiwa kwenye mkutano kwamba ramani ni hii na inapita upande gani. Matokeo yake tumekaa tukijenga kiholela na mipango miji ipo, ni kazi yao hatujaelewa ni kazi gani, baada ya kuja kutusawazishia tupate njia. Kwa hiyo kero kubwa ambayo ipo katika mtaa wetu ni tatizo la usafiri. Hatuna usafiri unaoeleweka, tunabahatisha. Mvua ikinyesha hata wanafunzi wanashindwa kwenda shule kwa ajili ya tatizo la usafiri. Na mnavyojua kabisa ni kwamba makondakta wengi hawapendi kubeba wanafunzi kwa sababu hapati faida nao. Sasa unakuta mtoto anaenda inafika hata saa 2, saa 3 hajafika nyumbani, mzazi anabaki kwenye heka. Tuombe tu kwamba viongozi wetu ambao tuliwachagua wa Chama cha Mapinduzi ambao wameshika dola waweze kuwa wazi kwa wananchi na wasimamie maendeleo ili tuweze kuepukana na kero hizo ambazo tunazo, hasa kubwa ni ya barabara. Kwa majina naitwa Elizabeth Filipo Chiwili, ni mwenyeji wa mtaa huu wa Kiyombo. Napenda kushukuru uongozi wa awamu ya 6 wa Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wetu, diwani na wengine kiujumla. Tuna kero la barabara. Barabara yetu sisi ni mbaya, haiwezekani, haipitiki. Elisha Eliudi Chimwejo Magabiro, ni mkazi wa Kiyombo. Tunashukuru hivi vyombo vya habari leo kuja huku kututembelea kujua malalamiko yetu yafike kwa diwani na mbunge kwa ujumla na serikali kuu. Changamoto iliyokuwepo kubwa sana huku ni barabara. Naanza na barabara kwa sababu barabara ndio inafanya maendeleo yote yaendelee. Kimfano sisi kama wafanya biashara huku, biashara zetu zote zimeharibika kwa sababu biashara inaenda na barabara huku hakuna. Sasa basi tunashindwa kuendeleza maisha kwa sababu sisi ni wajasiriamali, tunakopa sehemu mbalimbali kwa ajili ya biashara. Kuna hili bomba linaitwa Tazama. Bajeti inatoka tutengeneze, kuna mlima huko hapo bondeni. Hiyo njia ikiharibika ina maana hakuna mawasiliano yoyote. Tazama wanakuja wanatukataza. Sasa najiuliza, sisi ndio walinzi wakubwa hili bomba linalosafirisha hii malighafi yao. Lakini vile vile sisi ndio wanatukazia, wanatuzibia hadi njia.